2014. Mama we Ethiopia wakaupimu kali. Umeshirikishwa na wamuduka humo ndani. Pamoja na Chinga yupo ya. Leo nimekuandalia makala inayohusu timu ya Mbeya City baada ya kupanda kucheza ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu unaokuja wa mwaka 2025-2026. Objective to win, kazi nidhamu kwanza, sio maneno mageni miongoni mwa wapenda michezo nyanda za juu kusini, hususan kwa wakazi wa mkoa wa Mbeya, kwani maneno hayo ndio kauli mbiu ya moja kati ya timu pendwa mkoani Mbeya, yani naizungumzia Mbeya City. Baada ya kufanikiwa kupanda daraja kwa maana ya ligi kuu kutoka championship rasmi, timu ya Mbeya City inayomilikiwa na halmashauri ya jiji la Mbeya itashiriki ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ikiwa ni moja kati ya virabu vinavyowakilisha mkoa wa Mbeya katika soka la Tanzania. Historia ya klabu hii inatukumbusha kuwa kabla ya kuitwa Mbeya City, timu hii ilifahamika kama Rhino Rangers, iliyokuwa ya wananchi wa Morogoro na baadaye kuhamishiwa mkoani Arusha kabla ya kununuliwa na halmashauri ya jiji la Mbeya mwaka 2011. Baada ya kununuliwa, timu hiyo ya Mbeya City ilianza kuundwa na benchi la ufundi likiongozwa na kocha mkuu Juma Mwambusi, huku mtendaji wao mkuu akiwa ni Emmanuel Kimbe. Hii ilipanda haraka ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo walicheza ligi hiyo kwa mafanikio makubwa kwa msimu wa mwaka 2013-2014. Katika msimu wao huo wa kwanza, Mbeya City walimaliza ligi kuu wakiwa nafasi ya 3 wakiwa na alama 49, nyuma ya Azam FC waliotoa ubingwa, na Yanga wao wakimaliza nafasi ya 2 huku wakimshinda mnyama Simba ambaye yeye alimaliza katika nafasi ya 4. Jambo hilo Mbeya City liliwafanya kuonekana kama wageni hatari waliokuja kubadili taswira ya muonekano wa soka la Tanzania. Mbeya City ilijipatia mashabiki wengi kutokana na aina ya soka la kuvutia waliokuwa wakicheza pamoja na nidhamu ya kiuchezaji. Tangu kupanda kwao daraja kwa mara ya kwanza, timu hiyo ilidumu ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa misimu 10. Katika kipindi hicho cha kujivunia wachezaji waliojitoa na kipambania kikosi hicho, baadhi yao wachezaji alikuwa ni Mwagane Yeya ambaye kwa sasa ni meneja wa timu hiyo ya Mbeya City, lakini pia alikuwepo Steven Mazanda, Francis Caster, Alex Seti, Pononga, Kenny Mwambungu, Hassan Mwasapili, John Jerome, Deus Kaseke, Rafael Daudi na golikipa David Buruhani aliyetangulia mbele za haki ambaye kwa sasa ni marehemu. Baada ya miaka kadhaa ya ushindani, klabu hii ilianza kuporomoka na hatimaye kushuka daraja msimu wa mwaka 2022-2023 kutokana na matokeo duni. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, Mbeya City ilionyesha dhamira ya kurudi tena kwenye ramani ya juu ya soka nchini, kwani msimu huu wa mwaka 2024-2025 timu imefanya vizuri katika ligi ya championship, huku uongozi wa klabu hiyo ukiongozwa na mtendaji mkuu Ali Nunduma, mstahiki meya wa jiji la Mbeya Dor Mohamed Isa, na mkurugenzi wa jiji la Mbeya John Nchimbi, na mwenyekiti wa klabu ya Mbeya City Newton Mwatujobe, ikifanya kazi kubwa kwenye usajili wa wachezaji wenye uwezo mkubwa na benchi zuri la ufundi, huku mashabiki wao wakiendelea kuwa sehemu muhimu ya mafanikio haya, wakiunga mkono timu yao ndani na nje ya uwanja. Wana Mbeya na Watanzania kiujumla wanajiandaa kushuhudia mpira safi, mpira mzuri na wenye ushindani mkubwa kutoka kwa timu hii ya Mbeya City kwa msimu ujao wa mwaka 2025-2026. Nami namaliza kwa kusema karibu tena na tena ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, ligi yenye ushindani mkubwa, ligi bora namba 4 barani Afrika. Objective to win, kazi nidhamu kwanza. Niliyekuletea makala hii ni mimi Brown Beni Mbwawa.
Wamwiduka moja twende kazi, mtoto wa kisafa, mtoto wa kipapo, ila na mapepa ya kalkimu kadi moja.